Karibu katika simulizi za Shawwal. Siku moja kundi moja la waumini lilikuwa maziarani kuatilia dua wale waliotangulia. Mara kila mtu akawa amenyamaza akihisi uzito wa tukio hilo. Ghafla mtoto mmoja aliyekuwa miongoni mwao akasema kwa sauti ya dhati, mbona hawa tuliowapa salamu, mbona kila mtu amewapa salamu lakini hawaitikii? Ni kwa nini? Ama amelala usingizi wa fofofo? Babake akamjibu akasema, ingawa wamelala usingizi wa milele, lakini wanasikia, na umuhimu ni hizo dua ambazo tumewatilia. Mahala hapa ni mahala ambapo ni pa ibada ya dua. Ingawa mtoto huyo hakuwa na hila, lakini alikuwa ameuvunja ukimya wa makaburini, na pia imesemwa kwamba makaburini ni mahala pa ibada ya dua na sio mahala pa mazungumzo ya kawaida. Kuna mambo mengi ya kufanywa ndani ya mwezi kama huu. Jambo la kwanza ambalo kwamba ndilo kila mmoja yulifahamu, kufunga siku sita za kwanza za Shawwal. Fatiliza Ramadhani yako na siku sita za Shawwal. Na jambo lingine ambalo kwamba pengine tumelisahau katika historia yetu ya Kiislamu ni ule wakati ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alirudisha haya makaburi ambayo kwamba yako Baqia, makaburi ambayo kwamba yapatikaniwa katika nchi ya Saudia. Haya makaburi wamezikwa maelfu ya masahaba radhiallahu ta'ala, miongoni mwao watu wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwao wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya yote yalifanyika katika mwezi mtukufu kama huu wa Shawwal. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kufanya ndani ya mwezi kama huu, miongoni mwao ambao kwamba ndio muhimu tufahamu ni haya ambao kwamba tumeyataja, bila kusahau sisi ni muhimu kwetu sisi kufanya ziara katika makaburi, kwenda kuangalia ndugu zetu waliotangulia, na hakuna chochote kitakachowafaidisha. Hautopeleka matunda, hautopeleka pesa za vile, hautopeleka kinyume chochote, bali upenda kule, usende mikono mitupu, nenda na dua zako, nenda uingie pale, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe. Cha kwanza ukifika makaburini, kabla hujaingia, sema dua hii ambayo kwamba tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwamba tukifika tufaa tuseme kama mafundisho alivyotuambia, assalamu alaykum ahla diyar min almuslimina walmu'minin wa inna insha Allah la. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu watu wa makaburi, maana mliozikwa katika makaburi kama haya miongoni mwa waumini na Waislamu, wa inna insha Allah, na sisi apendapo Mola Subhanahu wa Ta'ala tutawafuata pale ambapo Mungu, maana wao washakufa. Jambo la muhimu kumuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atupatie husnul khatima and not mwisho mwema katika yetu. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo kwamba tukutane nayo hasa ndani ya mwezi kama huu. Na tufahamu ya kuwa waliotangulia wanatuhitaji sisi zaidi kuliko viumbe vingine vyovyote. Waliotangulia mbele za haki tuliokuwa nao, tukiishi nao, tukiwapenda, wakitupenda, lakini washitangulia mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kwao lilobakia ni kuombea dua. Kuombea dua ya Mola wetu wasamehe, waeke pema palipo na wema, wakunjulie makaburi yao ya bustani miongoni mwa bustani ya peponi. Ndugu yangu Muislamu, je, wafahamu ya kuwa kumkumbuka ndugu yako ambaye kwamba amefariki, ambaye kwamba ametanguliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio wewe ujitengezea background yako baada ya kufa kwako? Leo ukimkumbuka aliyetangulia, kesho ukienda wewe na mimi nitakumbuka. Na dua mzuri ya kuombea ni kusema Allahumma ighfir lahum warhamhum wa askinhum fil jannah. Mwenye ewe Mola wetu, wapatie rehema katika makaburi yao, wasamehe madhambi yao walioyafanya walioteleza, na uwaeke katika mabustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Mimi ni Lolani Kali, Coco FM, ladha ya Pwani.